kutoka gizani tuingize nuruni. Tumehamishwa kutoka kwenye meza chini ya meza tutenge juu ya meza. Bwana na akayatimiza haya kwako katika jina la Yesu Kristo. Haleluya! Sikiliza, ziko njia tatu nimekuwekea hapa ambazo zinafanya njia zinazoweza kukufanya kujinasua kwenye haya mateka aliyefanywa mateka. Njia ya kwanza ni kwa kuamuru. Paulo akamwamuru yule pepo amtoke yule mtu aliyekuwa na pepo ya uaguzi, likamtoka. Kwa hiyo njia ya kwanza ya kutoka kwenye hivyo vifungo, kwenye hayo mateka ambayo inawezekana umewekwa, ni kwa kuamuru. Hivi tunavyoamuru, mateka yanaachia, hizo kamba zinaachia, hizo nira zinaachia. Pokea kuamini kwa jina la Yesu aliye hai. Haleluya! Kwa kuamuru, Paulo akasema ninakuamuru mtoke huyo mtu. Tayari yule mapepo ya uaguzi yakatoka, yule mtu akapata uzima wake, akapata afya yake, akaanza kuwafaidisha wengine, akaanza kupata vilivyo vya kwake. Nataka kusema ninaamuru aliyeshikilia achie, usifaidishe wengine, ukapata vya kwako kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Haleluya! Njia ya pili ni kwa kuomba. Walipokuwa wamempenya huyo pepo ameondoka kwa huyo mtu, Paulo na Sila wakakamatwa, wakapelekwa gerezani. Walipopelekwa gerezani, wakawa kule wakimsifu Mungu pamoja na kuomba. Walipokuwa wakiomba, ndipo Bwana akashuka na kutikisa ile milango ya gereza, na ile milango ya gereza ikafunguka, na misingi ya gereza ikapasuka, ikatikisika, ikasheki, ili nini? Watu wa Mungu wapate kuachiliwa. Maana yake njia ya pili ya kutoka kwenye kamba hizi, njia ya pili ya kutoka kwenye hivi vifungo, njia ya pili ya kutoka kwenye hivi vifungo ambavyo vinavyokuwepo kwenye haya mateka ambayo mtu anakuwa ametekwa, njia ya pili ni kwa kuomba. Ndipo tunaomba ili kuharibu kila kilichowekwa kipate kuachia kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya! Si unakumbuka na nyimbo mnaimbaga, Paulo na Sila waliomba na milango ya gereza ikafunguka. Maanake njia ya pili ni kwa maombi, ile milango inafunguka, ile kamba zinakatika, yale mateka waliokufanya mateka, hayo mateka yanaachiliwa, yanakuachia kwa jina la Yesu Kristo. Na mimi ninasema leo, kabla ya saa hayajapita, uachiliwe leo, uwepo huu leo, na uzao wako ukakombolewe katika jina la Yesu Kristo. Haleluya! Neema ya Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu ikawe kwako katika jina la Yesu, na utukufu wa Bwana wetu Yesu ukadhihirishwa kwako kwa jina la Yesu aliye hai. Haleluya, watu wa Mungu. Jambo la tatu ni kwa kutoa sadaka. Sasa hapa ngoja niongee namna hii. Kuna watu nikikuombea, halafu nakwambia naomba kafunge, maana yake ninaona zaidi kuliko vile unavyoona wewe. Lakini kuna wakati mwingine mtu nikimwambia unaweza kutoa na sadaka, simwambii toa sadaka, unaweza kutoa na sadaka. Kwa hiyo iambatane kwenye kuamini kwako. Maana yake naona ninachoona ni tofauti na kile unachoona wewe. Ninaona vitu tofauti na vile unavyoona wewe. Lakini wakati mwingine nakuombea mtu, naambia haya nenda. Lakini mwingine nakuombea nakwambia naomba ukafunge. Maana yake naona nini? Kilicho cha zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Ukifanya haya, usipofanya mimi hainihusu. Lakini mimi kila ambacho nimepewa nikupe, na mimi nafanya hicho. Bwana Yesu asifiwe. Angalia kwa Adonibezeki, njia ya tatu ni kwa kutoa sadaka. Njia ya tatu, angalia kwa Adonibezeki. Adonibezeki aliwakata vyanda gumba vya mikono na vya miguu. Alipokuja Yuda, wanapokuja kumuua, hawakumuua, wakamkata vyanda gumba vya kwake vya mikono na vya miguu. Maana yake ni utawala wao ulipochukuliwa, mamlaka yao yalipochukuliwa, umiliki wao ulipochukuliwa, ulienda kufichwa kwenye madhabahu. Ulienda kufichwa kwenye nini? Kwenye madhabahu. Sasa unapokuwa umeenda kufichwa kwenye madhabahu, ili utolewe kwenye madhabahu, inatakiwa ipatikane madhabahu ili kutoa hapo. Sasa na hiyo madhabahu inapatikana kutoa hapo,
Hiyo madhabahu ili itoe hapo inahitaji sadaka. Inahitaji nini? Inahitaji sadaka. Ndio maana Yuda walipomkamata Adoni-Bezeki, wengine Biblia inaandika wengine waliwaua, lakini walipofika kwa Adoni-Bezeki hawakumuua kwanza. Wengine waliwapiga wakawaua, walipofika kwa Adoni-Bezeki hawakumuua. Wangemuua wangepata hasara. Kwa nini? Ameshikilia vya kwao. Kwa kinachohitajika kwanza tuivunje madhabahu yake. Tukishaivunja madhabahu yake tusimamishe madhabahu yetu, halafu ndio tumuue. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema nimekuweka kuwa nabii wa mataifa ili kubomoa, kuharibu, kung'oa na kuangamiza. Halafu kujenga na kupanda. Maana yake nini? Maana yake ukiharibu, uking'oa, ukiangamiza, usipojenga vinaota. Nimeng'oa, nimeangamiza, nimeteketeza. Ukipaacha hivyo hivyo vinaota vingine. Kuna watu hawajanielewa. Acha nizungumze namna hii. Jamani, hapa sasa panaonekana hivi palivyo. Vipi kama tukiondoa hii hema tukapaacha hivi palivyo? Hatutakuta vitu vimeota hata kama tukaweka sakafu. Kuna vitu vitachomoza huko vitaota. Maanake pamebaki hivyo, basi kuna vitu vitakavyoota. Kwa maanake ili madhabahu inavunjwa, ikiharibiwa, ikiteketezwa, kinachohitajika isimamishwe madhabahu nyingine. Ndivyo alivyo Mungu akamwambia Yeremia, bomoa, haribu, angamiza, simamisha ashera zao, halafu kazivunja madhabahu zao. Walikwisha kutoa sadaka, ndio maana wanawashinda. Katoe sadaka na wewe. Kachukue sadaka wa ng'ombe aliye mzuri wa baba yako, ukatoe sadaka. Halafu ukatoe sadaka, usivunje tena madhabahu. Ulipozivunja, jenga madhabahu ya Bwana. Maana yake nini? Usipojenga ile itasimama tena. Sasa kwa kutoa sadaka, nazungumza kwa maana hii, amewashika. Maana yake alipokata hivi vya gumba pamoja na vya miguu, maana yake ameshikilia umiliki, ameshikilia utawala wao, akaufunga kama ni kwenye kitambaa, akaufunga namna hii, akaenda akauficha kwenye madhabahu yao. Anapouficha kwenye madhabahu yao ili upate kupona, maana yake ile madhabahu ivunjwe, iharibiwe. Sasa ile madhabahu ili ivunjwe inahitajika sadaka. Sasa kile walichokifanya Waisraeli wakati wakiwa na Yuda, walichokifanya wakamkata yeye badala ya hizo sadaka. Wakamkata yeye kama alivyomwaga damu ya hao wafalme 70, ili na yeye mwagike damu, ifanyike hiyo kama sadaka, na ile yeye vanda vyake vikatwe. Maanake vikikatwa, utawala aliyokuwa ameuchukua kutoka kwa hao watu urudishwe kwa hao walioko chini ya meza, wapate kukaa juu. Halafu Adoni-Bezeki akasema, vile nilivyofanya Mungu amenilipa, amefanya hivi. Nataka kusema Bwana akakulipa mara zaidi kwa jina la Yesu. Waliochukua vya kwako, kibao kikabadilike, kikawarudie wao kwa jina la Yesu aliye hai. Na Mungu aishie juu mbinguni atayathibitisha haya katika jina la Yesu. Haleluya! Bwana anasema